Ni asubuhi nyingine tena nzuri salama, karibu kusikiliza Jicho la Nje na tunaanzia Zanzibar. Msomaji wako ni mimi Jamal Mruma. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA katika mfumo wa utendaji wa mahakama ni eneo muhimu linalopaswa kupewa kipaumbele ili kuharakisha upatikanaji wa haki na kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma. Rais Mwinyi amesema hayo jana alipokutana na Jaji Mkuu wa Tanzania George Masaju aliyefika Ikulu Zanzibar kwa ajili ya kujitambulisha. Aidha, amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imeweka mkazo katika matumizi ya TEHAMA pamoja na kuimarisha miundombinu ya mahakama katika ngazi zote ili kuhakikisha wananchi wanapata haki zao kwa haraka na katika mazingira bora na yaliyo karibu na makazi yao. Dar es Salaam. Tume ya TEHAMA Tanzania ICTC kwa kushirikiana na serikali ya Finland kupitia mradi wa Digital for Tanzania imezindua mafunzo ya siku 5 yatakayowajengea uwezo vijana katika ubunifu wa teknolojia unaolenga kutoa suluhisho kwa sekta za umma na binafsi pamoja na kuwawezesha kujiajiri. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa ICTC Dr. Nkunde Mwasaga amesema mafunzo hayo yanalenga kuwasaidia vijana kubadilisha bunifu zao kuwa fursa za kiuchumi na zenye manufaa kwao binafsi na kwa maendeleo ya taifa. Dr. Mwasaga amesema vijana 50 wanatarajiwa kunufaika na mafunzo hayo yanayotolewa na wataalamu kutoka Finland, hatua inayolenga kuwawezesha kushindana katika soko la kimataifa la TEHAMA na ubunifu. Haya yamelenga kuhakikisha kwamba tunawapa ujuzi hasa kwa kushirikiana na nchi ambazo tunajua zimefanya vizuri na zimepata mafanikio makubwa sana katika eneo la ubunifu. Na nchi mojawapo katika hiyo ni Finland. Hawa ni wenzetu ambao tumekuwa na mahusiano nao kwa muda mrefu, na bahati hiyo tumeipata zaidi kwa sababu tuna mradi ambao serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeweza kutusaidia kuwa nao, unaitwa Digital for Tanzania. Huu mradi ni mradi ambao unatusaidia kuongezea ujuzi. Kwa upande wao, baadhi ya vijana wanaoshiriki mafunzo hayo wameeleza umuhimu wa kuwepo kwa mifumo ya kimataifa itakayosaidia kutambua, kulinda na kutangaza kazi za wabunifu wa Kitanzania ili ziweze kufikia masoko ya dunia kwa urahisi zaidi. Majina naitwa Rodrick Peter Mshanga. Mimi ni muasisi au co-founder wa kampuni inaitwa Pakia Limited ambayo tunawasaidia madereva na wamiliki wa maegesho katika jiji la Dar es Salaam kuweza kumanage yale maegesho ya magari na pia madereva kupata maegesho yao kupitia simu zao za viganjani. Kwa hiyo mafunzo haya ambayo yamekuja kuanzishwa Digital Innovation for Agile Governance tusaidia kuweza kujua namna gani tuweze kukuza hizi biashara na kuweza kucompete na nchi zingine. Kwa majina naitwa Peace Misake na ni co-founder wa Reina Lab ambayo ni an AI digital laboratory inayowezesha wanafunzi, researchers pamoja na STEM individuals or professionals kufanya scientific experiments popote walipo. Tunapenda kushukuru Tume ya TEHAMA kuendelea kufanya mafunzo mbalimbali ikiwemo hii ya Digital for Tanzania Twinning Project ambayo inaendelea kutufundisha na kutuwezesha katika kufikia malengo ya dira 2050 ambayo inalenga pia kwa area ya technology na innovation. Zanzibar. Jeshi la polisi mkoa wa Kusini Unguja limekanusha taarifa zinazosambaa katika mitandao ya kijamii zinazodai kuwepo kwa ubaguzi katika ajira na za makampuni yanayofanya kazi Zanzibar. Picha ya video iliyosambaa mtandaoni ilionyesha baadhi ya vijana wakilalamikia kudaiwa vitambulisho vya Mzanzibari mkazi kama sharti la kupata ajira. Kaimu kamanda wa polisi mkoa huo ACP Hamis Lise Mwambelwa amesema madai hayo si ya kweli na amewataka wananchi kuyapuuza. ACP Mwambelwa amesema uchunguzi uliofanywa na jeshi la polisi umebaini kuwa kampuni ya CRG inayojihusisha na ukandarasi wa majengo imeweka utaratibu wa kutumia vitambulisho vya wafanyakazi wanaoingia katika eneo la kazi kwa madhumuni ya kuimarisha usalama na si vinginevyo. Unaendelea kusikiliza Jicho la Nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi sasa ni habari za kimataifa.
Marekani imetangaza kuondoa vikwazo dhidi ya Iran kwa muda wa siku 60 kuanzia Jumatatu baada ya kufanyika mazungumzo ya kudumisha makubaliano mapya ya amani huko Uswizi. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya Washington kusema kuwa Iran iko tayari kuwaruhusu tena wakaguzi wa shirika la kimataifa la kudhibiti matumizi ya nishati ya atomiki IAEA kuitembelea nchi hiyo. Kumeripotiwa pia hali ya utulivu katika mapigano nchini Lebanon chini ya makubaliano hayo yanayolenga kukomesha uhasama katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Watu 5 wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa kufuatia shambulio la kombora la Ukraine katika mji wa Urusi wa Voronezh. Shambulio hilo linasababisha moto ambao baadaye ulizimwa. Hayo yamesemwa na gavana wa mkoa huo Alexander Gusev, aliyesisitiza kuwa eneo la viwanda upande wa kushoto wa mto Voronezh ndio ulishuhudia uharibifu mkubwa zaidi. Jeshi la Ukraine limesema limekilenga kiwanda cha kutengenezea vifaa vya kielektroniki katika eneo la Voronezh kinachozalisha vifaa vinavyotumiwa kutengeneza makombora. Hayo yanajiri wakati viongozi wa mataifa kadhaa ya Ulaya watakutana siku ya Jumatano mjini Berlin kujadili mzozo wa Ukraine na kuandaa mkutano ujao wa jumuiya ya kujihami ya NATO. Na watoto 2 wamekutwa wamekufa ndani ya gari nchini Ufaransa, huku sehemu kubwa ya Ulaya ikikabiliwa na joto kali na mamlaka za kitaifa zikichukua hatua kukabiliana na hali hiyo. Watoto hao wenye umri wa miaka 2 na 4 walipatikana hapo jana ndani ya gari la familia katika maegesho ya magari katika mji wa kusini wa Carpentras, ambao wachunguzi wamesema wanaamini kuwa wimbi la joto ndilo lililosababisha vifo hivyo. Wimbi la joto kali linaloikumba Ulaya kwa sasa limeshuhudia matukio ya nje yakifuatwa, usafiri ukivurugika, shule zikifungwa na wafanyakazi wa ofisini wakitakiwa kufanya kazi wakiwa nyumbani, huku mamlaka zikitoa tahadhari za kiafya ili kuwalinda wazee na walio katika hatari zaidi. Na huo ndo mwisho wa jicho la nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi punde tu ni Sports Countdown. Mimi ni Jamal Mruma, hii ni Mjini FM, kwetu ni kwako.